Basi mtazamaji popote ulipo na kusalimu katika jina la Yesu, hujambo na nakukaribisha sana katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia katika uh, Echoes of Hope TV, masaa haya mazuri. Natumai kwamba umeshinda salama, nasi pia tumeshinda salama, na leo tutakuwa tunafanya uchambuzi wa Biblia, nikiweza kuwa na mgeni ambaye tutaweza kuungana naye, na ni mchungaji wetu, mwalimu pia, Onesmus Mulei, ambaye tutaweza kuungana naye kupitia kwa njia ya simu ili tuweze kujadili pamoja kuhusiana na uchambuzi wa Biblia. Na somo la leo lina kichwa ambacho kinasema majanga na faraja, ama majanga na faraja. Na tutakuwa tunachambua pale. Kwa hivyo ningependa tu niweze kumkaribisha ndugu ambaye ni mwalimu wetu, Onesmus Mlei, aweze kutusalimu ili tuweze kuanza somo la leo. Karibu sana mwalimu. Asante sana ndugu kwa sababu ya kunikaribisha. Nashukuru. Basi watazamaji na wasalimu, amjambo, na wakaribisha katika uchambuzi wa Biblia jioni ya leo, ili ya kwamba tukaweze kuwa pamoja tunapoendelea kusikia sauti ya Mungu kupitia kwa maandiko matakatifu. Karibuni sana. Asante. Basi ningependa mwalimu tuongoze kwa ombi ili tuweze kuanza kipindi chetu cha leo. Basi tuamini na tuombe. Uhimidiwe Baba wetu wa mbinguni, kupitia katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru sababu umekuwa pamoja nasi tangia masaa ya asubuhi mpaka tumeona jioni. Tuna kila sababu ya kushukuru. Tunakushukuru pia kwa ajili ya kututisha katika wiki nzima mpaka tumeingia Sabato. Tunakushukuru. Tunapoenda kuwa pamoja na watazamaji katika mafundisho ya maandiko matakatifu, tunaomba ili ya kwamba ukawe pamoja nasi na ukatuongoze. Tutakapoona tamati tutakushukuru. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Basi asante. Mwalimu, somo letu la leo lina kichwa ambacho kinasema majanga na kuleta faraja. Tunasema calamities and consolation. Pale katika kichwa tunapata pale ambapo tunaambiwa kwamba nyakati hizo za mabadiliko zilizokuwa zimejaa hali ya utaifa wa Israeli iliweza kukumbwa ama kupatwa na ujumbe kutoka mbinguni kupitia kwa Yeremia, ambao ulisema kwamba Bwana asema, inasema kwamba basi Bwana aliwapa wana wa Yuda nafasi ya pekee ya bure kwao ili waweze kujiingiza katika mitego na Wamisri, na pia kuweza kujiepusha na vita dhidi ya utawala wa Babeli. Um, Je, labda ni jambo gani ambalo tunalisoma pale kuhusiana na majanga na faraja? Labda mwalimu, ni nini ambacho unapata kutokana na kichwa pale ambacho kinazungumzia kuhusu suala hili la vile Mungu alivyofanya na wana wa Israeli wakati ule ambapo walionekana kana kwamba wanakuja kutekwa nyara na mataifa ambayo yalikuwa ni ya kipagani. Sasa labda ni lipi ambalo tunalipata pale kutokana na kichwa chetu cha uchambuzi wa leo? Mwalimu, na kusubiri, labda ni jambo gani ambalo nalipata?
Okay, samani. Ni nashukuru kwa sababu ya nafasi. Ni kweli kwamba vile kichwa inavyosema calamities and desolation, ni kweli kwamba taifa la Israeli pamoja na Juda ilikuwa imepewa muda wa kujitakasa, muda wa kujisafisha. Walikuwa wamepewa nafasi ya kuweza kujiweka vizuri mbele za Mungu, na Mungu ni mwaminifu kwa sababu alikuwa ametuma watumishi wake, sana sana Yeremia ambaye alikuwa ni nabii ambaye aliweza kuleta maonyo mengi jinsi ambavyo Waisraeli wangerudi katika njia. Lakini tunaona kwamba Waisraeli ama taifa la Juda hawakuweza kutii yale maonyo ambao kwa kweli mtumishi wa Mungu kama Yeremia aliweza kutoa. Ndio baada tutaendelea kujifunza tuone kwa sababu ya kutotii kwao basi nini ambacho kilitukia. Na tunaposoma lesson ya siku ya leo ni kweli kwamba Mungu ni wa huruma kwa sababu kabla hajaleta hukumu analeta muda wa kujirudi. Anatoa muda wa kujirudi. Na basi ule muda ukitimia, basi watu wasiporudi, basi ndipo analeta judgment. So tunapoangalia taifa la Israeli lilipewa muda, lakini ni kweli kwamba hawakutumia ule muda vizuri. Ndio maana Mungu baadaye aliweza kuleta judgment, na wengine kweli wakachukuliwa wakapelekwa Babeli, wakaweza kukaa huko zaidi ya miaka 70. Na tuna imani kwamba kwa kweli walipatiwa nafasi nyingine, baada ya punishment walirudishwa tena. Hiyo ndio consolation, walirudishwa tena ili ya kwamba angalau wakaweze kuonekana kwamba watatii kweli. So naamini kwamba hata sisi siku ya leo lesson hii ni yetu, kwamba Mungu ametoa muda kwetu na anaendelea kutoa watumishi baada ya watumishi wakileta onyo kutoka mbinguni, mashauri. Tusipotii, Mungu ameweka muda wa kutuhukumu. Pengine wengine watahukumiwa mauti ya milele, wengine pengine watapata uzima wa milele. Naomba tunapoendelea kusoma, angalau sisi ambao ni watoto wa Mungu baadaye tukaweze kuwa na uzima wa milele. Hiyo ndio lengo letu. Naomba ili kwamba kila mmoja awe na lengo kama hilo, kuwa na uzima wa milele, na tutaupata kupitia kwa kutii yale maandiko ya Mungu. Mungu awabariki sana. Shukran. Asante sana mwalimu. Hivyo basi, Mungu kusudi lake kwetu ni kwamba siku zote anatutakia mema, na hakuna siku ambapo Mungu ametutakia mabaya, lakini kama wanadamu tunajikuta kwamba tunajiingiza katika mitego ya muovu, na basi baadaye tunaingia katika majuto, na hilo ndilo jambo ambalo ni hatari sana. Hivyo basi ni vema kuweza kuhakikisha kwamba tunafuata maagizo ya Mungu. Mungu anapotuelekeza kwamba tufanye hivi, basi nasi tuweze kutii. Basi tutaingia katika sehemu ya kwanza mwalimu, na hiyo sehemu ya kwanza inasema hali ya mgogoro wa kindani wa nabii. Na katika ile hali ya mgogoro wa ndani kwa ndani wa nabii, je, ni jambo gani ambalo tunalipata katika hiyo sehemu ya kwanza? Na tunaona kwamba alielezeaje Yeremia hali yake ya hisia na mapambano na hali ya kuhuzunisha katika uso wa wale waliokuwa wakimtesa, na hata kukataa kwamba hakukuwa amekutana na Mungu. Je, hali hii alikumbanaje nayo mwalimu? Mwalimu, Okay, asante sana. naam. Nafikiri katika hilo sehemu la kwanza ni sehemu ambalo linatuonyesha kwamba kweli Yeremia alipata upinzani mkubwa ndani ya watu wake wa Israeli. Japo alikuwa ametumwa ili ya kwamba akalete neno la Mungu, ili ya kwamba watu wakaweze kurudi kwa njia, lakini badala ya wale wa Israeli kupokea lile neno,
basi alipata upinzani mkubwa sana. Lakini unaposoma Yeremia 15 mstari wa 15 hadi 18 utapata kwamba Yeremia yeye mwenyewe anakiri kwamba alipata upinzani kweli, lakini kwa sababu alikuwa ni mtumishi wa Mungu na tayari alikuwa amekula neno mpaka akafurahia sana na ile neno, hata akipata upinzani hakuwa na shida. Alikuwa anatumaini Mungu kwamba hata akipata shida yeye hako sawa sawa. Na ndio maana tunaposoma kitabu cha Mathayo 5:10 Yesu alitoa neno pale kwamba heri wanaoudhiwa kwa ajili ya jina langu. Maana ili hao watakuwa na furaha, na wafurahi kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wao. So ndio unaona Yeremia hapa anafurahi kwa sababu hata wakimuudhi, wakikataa neno lake, yeye anajua tu ni mtumishi na lazima apate upinzani. Naam. Na vile neno nasema kwamba wapinzani wa mtu ama maadui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Ndio hili lilikuja kutimia kwa Yeremia kwamba wapinzani wake hawakuwa watu wa mataifa. Walikuwa ni watu wa nyumbani kwake, kanisani kwake kabisa. Ndio. So hili natufunza kwamba na sisi tunapotumwa na Mungu, naam, tunapotumwa kwa Waisraeli wa kiroho saa hii, hata tukipata upinzani tusiwe na shida, lakini tutekeleze neno la Mungu sawasawa jinsi ambayo tumetumwa. Wakumbali wakatae, hiyo sio sheria yetu. naam, Lakini ombi ni kwetu kwamba angalau lile neno ambalo tumepewa, basi ombi letu ni kwamba watu watii, tupate uzima wa milele, tuingie mbinguni. ndio. Asante sana ndugu. Nashukuru mwalimu. Ni jambo ambalo linanishangaza kwa sababu wale watu ambao Yeremia anajaribu kuwapigania wanageuka kumpiga. Hili ni jambo ambalo labda tumeliona kwamba mara nyingi unapotetea watu kwa njia ambayo labda hawataki, huwa wanaona kana kwamba wewe ni adui. Maana ujumbe ambao Yeremia anawapatia ni ujumbe wa Mungu na ulikuwa ni ujumbe wa kuwaokoa. Inakuwaje kwamba wanamchukia na kutaka kumwangamiza wakati ambapo anawaletea ujumbe ambao ulikuwa uwaokoe? Inakuwaje mwalimu? Sasa hiyo inakuwa tatisha. Inakuwa jambo la kushangaza sana. Naam, wacha tuingie katika sehemu ya pili. Na katika hiyo sehemu ya pili inazungumzia kuhusu walivyomshughulikia. Je, aliweza kupokea nini kutoka kwa huyu kuhani ambaye anaitwa Pashuri? Na hata hivyo ni ujumbe gani ambao aliutangaza? Alishughulikiwa kiukatili kivipi kutoka kwa huyu kuhani? Maana tunatarajia kwamba makuhani ndio walikuwa watumishi wa Mungu. Inakuwaje ni alipokea? Je, alipokelewaje? Ilikuwa ni kwa uzuri ama kwa ubaya mwalimu? Na je, ni ujumbe gani ambao alipeana hata kama alidhulumiwa? Basi ninashukuru. Katika hiyo sehemu ya pili ni kweli kwamba Yeremia kweli alipata upinzani, na haswa katika huu kuhani ambaye alikuwa anaitwa Pashuri. Maana Yeremia alipoleta ujumbe, basi huyu kuhani ni kana kwamba hakufurahia ule unabii ambao Yeremia alikuwa anautoa. Ndipo unaposoma Yeremia 20 mstari wa 1 hadi wa 6, lakini naomba nisome mstari wa 2. Naam. Inasema, ndipo Pashuri akampiga Yeremia nabii, Naam. akamtia katika mkatale uliokuwa pale penye lango la juu ya Benjamini, lililokuwa katika nyumba ya Bwana. Hata ikawa asubuhi, Pashuri huyo akamtoa Yeremia katika Katale. Ndipo Yeremia akamwambia, Bwana
hakukuita jina lako Pashuri, bali Mangoro-Mishabibu. Maana Bwana asema hivi, tazama, nitakufanya kuwa hofu kuu kwa nafsi yako na kwa rafiki zako wote, nao wataanguka kwa upanga wa adui zao, na macho yako yataona hayo. Nami nitatia Yuda yote katika mikono ya mfalme wa Babeli, naye atawachukua mateka mpaka Babeli na kuwaua kwa upanga. So Yeremia hata akitishiwa kuwekwa gerezani ama kuwekwa mahali ambapo si pambaya na kupigwa, Naam. basi asubuhi yake basi anatoa unabii Ndio. kwamba we Pashuri, hata kama wewe unanitia mahali pabaya, unanipiga, Naam. basi Bwana asema hivi ya kwamba jina lako litabadilishwa, utakuwa sasa wewe sio Pashuri tena. Hii neno linaitwa Mangoro-Mishabibu, ni kama mkorofi tu, Ndio. na maana yake ni kwamba akatoa unabii kwamba Mungu ataleta Wababeli wachukue mateka, na pia upanga utatembea na wengi watauawa. Naam. So Yeremia hakuongopa, hata kama amepigwa, ametiwa gerezani, yeye hakuongopa kutoa unabii ambao Mungu alikuwa ameweka ndani yake. Kweli. So ndio maana sisi tunaposoma hii juu ya ujasiri ya watumishi wa Mungu, ya kwamba hata watuchukie, hata neno lako lisikubaliwe, basi we linene sawasawa na vile Mungu amesema. Hata kama utapigwa, hata kama utadharauliwa, haijalishi ya kwamba ufunge mdomo wako, usitoe ile neno ambayo Mungu ameweka ndani yako. Tunaona mfano mzuri Yeremia, yeye hakufunga mlango hata baada ya kupigwa. Naam. Hivyo tuendelee kutia nguvu, tuendelee kuchukua mfano huu wa Yeremia, Ndio, ambaye kwa kweli tunaona ujasiri wake wa kupeleka neno la Mungu. naam. Asante. Asante sana mwalimu, nashukuru sana, na hakika ni jambo ambalo linahitaji ujasiri wa hali ya juu, maana unapigwa, lakini ujumbe ule ule ambao ulitaka uweze kufikishwa unafikishwa, na ni, na ni jambo ambalo linatutia moyo pia kwamba japo kwamba kwa njia moja ama nyingine tutaweza kudhulumiwa kwa kusimama katika kweli, basi tusikate tamaa na wala tusirudi nyuma wala tusibadilishe mkondo wala mwenendo. Tuhakikishe kwamba ujumbe wa Mungu umefika. Asante sana mwalimu. Thank you. Ni pale nadhani kwamba tumeweza kupata, na cha ajabu ni kwamba pia Yeremia samahani, aliweza kutoa hukumu kwa huyu kuhani, akamwambia kwamba utashikwa mateka, utaenda Babeli, lakini utakufia huko na utazikwa huko. Na lakini ni jambo la ajabu kwamba kuhani hakujali, na ni jambo la kusikitisha pia kwamba makuhani ambao ndio wanafaa kuwa walinzi wa kweli ya Mungu wanapatikana pia ni wapinzani. Hebu mwalimu, tuweze kuingia katika sehemu ya tatu, na sehemu ya tatu labda tuna tafakari jambo kidogo kutoka katika kitabu cha Yeremia 17:7 mpaka 8, ambaye inasema ujuzi wake ulikuwaje ukilinganishwa na hakikisho katika maandiko juu ya wale wanaomtumainia Bwana, na ni somo gani ambalo tunaweza kujifunza kutoka katika ulinganifu huu kuhusiana na umuhimu wa kumwaminia Mungu wakati wa majaribu. Mwalimu, ni ujuzi gani ambao utaweza kulinganishwa na ile hakikisho la maandiko ila kumtumainia Bwana? Kwa sababu inatokea kwamba kuna changamoto za hapa na pale katika kusimama katika kweli.
Inakuwaje mwalimu? Katika sehemu ya tatu, Naam. basi tunaona jinsi ambavyo Mungu anasema kweli, wale ambao wanaomtumaini. Tunapoangalia kile kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 7 na wa 8, inasema amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa mbichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Naam. Kumbe Yeremia anaweka vizuri kwamba wale ambao wanaomtumaini Bwana, analinganisha kama mti uliopandwa kando ya mto, ambapo kwa kweli mizizi yake inaelekea kwenye maji. Na kuna mambo ambayo amesema kwamba itakuwa juu ya ule mti. Jambo la kwanza, hata kusiponyesha huyo mti hautakuwa na shida. Naam. Majani yake yatakuwa yako green sana, yako mabichi bichi. Naam. Pia haitaacha kuzaa matunda wakati wa hari. Naam. Na ni kweli kwamba ulinganizo huo ni kweli kwamba wale ambao wanaomtumaini Bwana watakuwa wanazaa matunda mema, si matunda mabaya. Naam. Tunaposoma Wagalatia 5:22-23, Ndiyo. utapata kwamba kuna matunda ya wale ambao wanaomtumaini Mungu: pendo, uvumilivu, generosity. Hiyo ni matunda ya Roho, yataonekana katika wale watu ambao wanaomtumaini Mungu. Naam. Na ndio tunapoangalia katika historia tangia mwanzo, Ndiyo. wale ambao walisimama na Mungu naye alisimama na wao. Naam. Na waliweza kuzaa tena matunda ya haki. Ndiyo. Mfano mzuri ni kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Wakati walipatwa na shida ya kuabudu sanamu, Naam. wao kwa sababu walikuwa tayari mizizi yao imeingia kwenye maji, waliendelea kuzaa matunda licha ya tishio la mauaji. Naam. Hawakuwa na shida ya kuambia mfalme, ijulikane kwako, hatutaabudu hata ukituongezea wakati. Kweli. Hiyo ni ujasiri wa hali ya juu, kwamba sisi ambao tutaka kukaa ndani ya Kristo atatupa ujasiri kiasi kwamba hata matatizo yakija, upinzani ukija, Naam. tutakuwa tumeruka juu ya upinzani huo, tutakuwa juu. Kweli. Hakuna siku tutakuwa mikia. Naam. Na hatutauziwa uoga na tuununue. Kweli. So hii ni changamoto kwetu, kwamba angalau mfano mzuri kwamba tuendelee kukaa ndani ya Kristo. Naam. Ili ya kwamba hatari za neno la Mungu sikija ya kutaka tubandirishe imani yetu, basi tusimame imara. Kweli. Maana unabii unasema huwa wakati unakuja. Kweli. Wakati unasema Sunday law itakapowekwa, watu wote walazimishwe kuabudu siku ya kwanza ya juma. Naam. Hapo ndipo wale ambao wako ndani ya Kristo wamesimama na Mungu wataweza kusimama imara na wanene kama Shadraka, Meshaki na Abednego.
Kweli. ya kwamba ijulikane kwako, hatutaabudu sanamu. Naam. Mungu atuajalie sana, tuendelee na kukaa ndani ya Kristo. Amen. Amina, amina, amina. Asante mwalimu. Ni hakikisho kwamba kuna jambo moja ambalo umemalizia pale ukizungumzia kuhusu wale vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, kwamba walikuwa waaminifu kwa Mungu, na sio kwamba walikuwa wanamjaribu Mungu kwamba Mungu awatetee ndio wasimame na yeye. Walikuwa waaminifu hata kama Mungu hangeweza kuwaokoa katika mauti. Na ni jambo Yeah. ambalo tunafaa kuelewa kwamba Mungu hatumjaribu kwamba atuokoe ndio tumwabudu, lakini tunamwabudu kwa sababu amehakikisha kwamba hata awacha waja wake wanaomlilia usiku na mchana. Kwa hivyo ni vizuri kwamba tusije tukakata tamaa, lakini pia tusiwe tunamjaribu Mungu kwamba tunasubiri atutendee ndio tuweze kumwabudu, lakini tumwabudu kwa sababu tayari ametutendea. Asante sana mwalimu. Asante. Basi tunapoingia katika sehemu nyingine ambayo ni sehemu ya 4 na inazungumzia kuhusu maonyo kuhusiana na Sabato. Ni maonyo gani ambayo Mungu aliwapa kupitia kwa Yeremia kuhusiana na utunzaji wa Sabato? Na leo tuko katika Sabato na ni mojawapo mwalimu ya amri ambayo labda imepingwa sana katika ulimwengu. Ukitaka ukosane na umati wa watu, basi jaribu kuzungumzia utunzaji wa Sabato. Je, ni onyo gani ambalo aliweza kulitoa Yeremia kwa watu wa Mungu kuhusiana na siku hii ya Sabato, utunzaji wake? Mwalimu? Nashukuru mwalimu kwa sababu ya nafasi ya kuingia katika sehemu ya 4, Naam. sehemu ambayo inahusu Sabato ya Bwana. Naam. Na ni kweli kwamba leo hii tuko katika Sabato ya Bwana, Ndiyo. na hapa ndipo kuna upinzani mkubwa sana katika dunia hii. Kweli. Upinzano ambao kwa kweli Yeremia alikumbana nao, maana ilifikia mahali Yeremia 17:19, naomba tukasome pale, inasema, Naam. Bwana akaniambia hivi, enenda ukasimame katika lango la wana wa watu hawa, waingiapo wafalme wa Yuda na watokeapo, na katika malango yote ya Yerusalemu, ukawaambie, lisikieni neno la Bwana, enyi wafalme wa Yuda na Yuda wote, nanyi wenyeji wote wa Yerusalemu, nanyi mwingiapo kwa malango haya. Bwana asema hivi, jihadharini nafsi zenu, msichukue mzigo wowote siku ya Sabato. Naam. Wala msiulete ndani ya malango ya Yerusalemu. So hapa kuna maonyo ambayo Yeremia aliweza kupatiwa akaweze kuletea wana wa Israeli. Naam. Wale ambao walikuwa wanaingia katika milango ya Yerusalemu. Naamini kwamba jinsi Yerusalemu ilikuwa imejengwa kiasi kwamba mlango ni mmoja, na huo mlango ni kana kwamba unaposoma Nehemia walipotoka kule Babeli, ni kweli kwamba walifikia mahali mpaka wakasahau Sabato. Hata wale wakuu walikuwa wanafungua ile milango yote na kuingiza mizigo siku ya Sabato. Naam. Na unaposoma Nehemia 13 utaona kwamba Nehemia aligombana na wao sana, na akawaambia, ni jambo gani mnalolifanya hata kuinajisi Sabato? Naam. Mizigo kutoka Tiro inaletwa, samaki, mizigo yote inaletwa kutoka siku ya Sabato kuuziwa wana wa Israeli. Naam. Na jambo hilo likamhuzunisha Nehemia sana. Ndio. Na ndio naona nabii Yeremia anapewa ujumbe. Kweli. Akaambiwa kwamba simama katika ile milango na uweze kuwaambia wafalme na watu wote wa Yuda
Ndio. wasije wakaingiza mzigo wowote siku ya Sabato, hata kuutoa siku ya Sabato. Kweli. Na unaposoma Nehemia 13 utapata kwamba Nehemia alipoona mizigo inaletwa siku ya Sabato, Naam. aligombana na wakuu, na mpaka sasa akaamrisha ile milango ifungwe, Sabato ikiwa imekaribia. Hapo ni Nehemia 13:19. Naam. Na akaweka baadhi ya walinzi pale kwa mlango, ili ya kwamba mzigo wote usiingizwe wala kutolewa siku ya Sabato. Naam. Lakini unaposoma pale utapata kwamba watu wa Tiro walikuja siku ya Sabato asubuhi, Ndio. wakapata kwamba milango imefungwa Naam. na wako na walinzi hapo kwa mlango na hakuna mlango ulifunguliwa. Ndio. Maandiko yanasema kwamba walisimama hapo, na Nehemia alipoona wamesimama hapo, akatoka nje akawaambia, kwa nini mnasimama hapa siku ya Sabato? Ndio. Akawatishia kwamba mkisimama hapa tena nitawakamata. Naam. So alikuwa analeta marekebisho ya siku ya Sabato. Kweli kabisa. Na ndio unaona Yeremia hapa naye anaambiwa kwamba simama katika ile milango utangaze hayo. Naam. Lakini je, Waisraeli walitii neno la Yeremia? Tunaona kwamba wale wakuu badala ya kutii, Naam. waliendelea kushutumu Yeremia na kufanya mbinu akaweze kumuua, Kweli. asije akawazuia. So ndio maana katika kipengele cha 4 kinahusu sasa utunzaji wa Sabato. Naam. Na ndio maana unaona kwamba Mungu ameweka mwelekezo vizuri. Ndio. Katika kitabu cha Kutoka 20 hadi 11. Ndio. Inasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Kweli. Siku sitafanya kazi. Naam. Utende mambo yako yote. Ndio. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Usifanye kazi wewe, wala mwana wako, wala bibi yako, wala mtumwa wako, wala ng'ombe yako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kweli. So hilo ni siku ambayo ni siku ya Bwana, sio siku yetu. Kweli. Na tunaona kweli Yesu mwenyewe alishughulikia hii na akaweza kufundisha hayo. Katika kile kitabu cha Luka 2:16, Yesu siku ya Sabato ulikuwa unampata hekaluni au kwa unaweza kumpata mahali pengine. Naam. Lakini kinyume chetu sisi, siku ya leo, siku ya 7 ndio tunachukua majembe tunaelekea shambani. Naam. Sasa ni Yesu gani ambao tunayefuata? Hii ni fundisho kwamba angalau wanadamu wote wakaweze kutii sauti ya Mungu. Naam. Wakitii sauti ya Mungu, itakuwa siku ya Sabato sisi wote tunaelekea hekaluni kwa ajili ya kuabudu. Kweli. Na ndio tunapotamatisha hiyo kipengele cha 4. Naam. Naomba nisome Waebrania 4:9. Naam. Ambaye nafikiri kama Waebrania, acha nifike pale Hebrews. Naam. Hebrews chapter 4:9. Ndio. Okay, inasema kwamba Naam. imesalia raha ya Sabato kwa ajili ya watu wa Mungu. Ndio. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Naam. Mstari wa 11 inasema, basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo huo wa kuasi. Hivyo Mungu anasema kwamba kwa watu wa Mungu imesalia raha ya Sabato. Naam. Na anasema kwamba tufanye bidii kuingia katika raha ile. Napoingia katika raha ile, kazi zetu zote tutaweka kando. Naam. Tutafanya kazi siku 6,
lakini siku ya saba tutakumbuka Mungu na uumbaji wake tena katika ibada. Shukrani. Naomba wale ambao watazamaji wetu, wasikilizaji wetu, wale ambao hawajafikia nuru hii, angalau tuweze kuona jambo hili la umuhimu katika maisha yetu, maana hakuna mmoja atakayefika mbinguni bila kuwa ameshiriki katika raha ya Sabato. Asante. Asante mwalimu, nashukuru sana, na ni jambo la kuweza tu kuelewa kwamba ni amri ya Mungu na ni amri ambayo Mungu ametupa kuweza kupumzika kimwili na hata pia kupata nafasi ya kukutana naye katika hali ya kiroho. Hivyo basi ni siku ambayo tunafaa kuidhamini, sio kwa sababu eti tunaabudu siku, lakini tunaabudu mwenye siku, tunaabudu mwenye amri ambaye ni Mwenyezi Mungu. Basi ni vizuri tuweze kuwa watiifu. Basi mwalimu, tuweze kuingia katika sehemu ya 5, ambayo sehemu ya 5 inazungumzia kuhusu je, ni hakikisho gani ambalo Mungu angewapa watu wake ikiwa wangeweza kuheshimu amri yake kwa kutunza Sabato? Ni hakikisho gani ambalo ni la kuonyesha kwamba Mungu angeweza kuwaheshimu wana wa Israeli ikiwa wangetii Sabato? Ni hakikisho tunalipata wapi ama ni lipi? Naamini kwamba hiyo sehemu ya 5 tunaipata Yeremia 17 na mstari wa 22. Naomba tukaweze kuinukuu. Inasema, wala msitoe mzigo katika nyumba zenu siku ya Sabato. Wala msifanye kazi yeyote, bali itakaseni siku ya Sabato kama nilivyowaamuru baba zenu. Ndio. Mpaka 25. Lakini hawakusikiliza wala hawakutega masikio yao, bali walifanya shingo zao kuwa ngumu, ili wasisikilize wala wasipokee mafundisho. Na itakuwa kama mkinisikiliza mimi kwa bidii, asema Bwana, msiingize mzigo wote kwa malango ya mji huu siku ya Sabato, bali mkiitakasa siku ya Sabato bila kufanya kazi yoyote siku hiyo, ndipo watakapoingia wafalme na wakuu kwa malango ya mji huu, wataketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kupanda magari na farasi wao na wakuu wao, watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, na mji huu utakaa hata milele. Kumbe ni kweli kwamba waliahidiwa watakapotunza Sabato kwa kiukamilifu. Na tumeona mafungo au jinsi ambavyo yamesema. Jambo la kwanza, usifanye kazi. Jambo la pili, usiingize mzigo, usitoe mzigo. Mashauri ambao ni mashauri ya Mungu. Na wakaambiwa kwamba mkitii hayo, huu mji wenu, wafalme, wakuu wataingia na wataketi katika huu mji. Ni kweli kwamba waliambiwa kwamba huu mji utakuwa mji wa amani na utakaa milele. Ndio. Lakini je, maandiko yamesema kwamba hawakutii, hawakusikiliza. Ndio maana ahadi hii haikutimia. Ndio maana unaona kwamba walikuja wakachukuliwa mateka, na baadaye ule mji wa Yerusalemu ukaangamizwa kabisa. Hata ile hekalu ambayo ilikuwa limejengwa likaangamizwa kabisa. So naamini kwamba tusipotii Sabato na sisi, basi hii itakuja kutupata. Kweli kabisa. Jambo la kwanza, katika mboma zetu hakutakuwa na amani. Mfurugano utakuwa kila wakati. Mume na mke, watoto hawatakuwa wanasikilizana. Maana shetani ndiye atakuwa kiongozi. Kweli.
Jambo la pili, hata tutakapoingia kanisani, tusipotunza sabato, familia ya nyumbani, basi hata tukienda kanisani, Naam. basi hakutakuwa na amani pale, Kweli. utakuwa ni mfurugano. Hata neno likihubiriwa litakuwa linaingilia sikio hili, litokea sikio lingine, Kweli. alitatulia kwa moyo, Naam. na zile sheria zingine zote 9 Naam. zitakuwa zinaonekana hasina maana, kwa sababu Sister White alionyeshwa sheria 10, lakini sheria ya 4 imeng'aa sana, imefunika zile zingine. Naam. So na imani kwamba tukishika sabato jinsi ambavyo Mungu ameamuru, zile sheria zingine zitakuja tu automatic. Kweli. Hivyo Mungu atuajalie sana, angalau tukaweze kutia bidii kwa ajili ya kutunza hii sabato. Ndio maana kuna roho ya unabii imepeana pale 60T Naam. 355. Ndio. Utapata kwamba amepeana mwongozo jinsi ambavyo sabato inafaa kutunza. Inasema on Friday everything, kile kitu kinafaa kuwa kimewekwa sawasawa. Naam. Kama ni nguo zimepigwa pasi, zimeoshwa. Kweli. Kama ni viatu vimepigwa rangi. Naam. Kama ni chakula kimepikwa. Kama ni kuoga, watu wameoga. Naam. Jambo la pili, kabla ya sabato, all differences katika family, church members zimeondolewa, ili ya kwamba tuingie sabato tukiwa watu wa amani. Naam. Lakini mara nyingi ni kwamba tunaingia sabato mara nyingi kama tumefura, hakuna amani. Kweli. Unaona mume na mke wanafurugana hata wakiwa kanisani. Naam. Utapata kama mume ndiye anahubiri, mke pale naye ananuna. Sasa ile neno hata lipokea, hawezi lipokea. So naamini kwamba Mungu atuajalie sana tukaweze kutunza sabato hii, hadi ya kukaa na amani na kukaa milele na milele katika mji wa Mungu tukaweze kupokea. Naam. Asante. Shukran. Asante sana mwalimu. Ukweli wa mambo ni kwamba ni kazi kubwa shetani anayoifanya ya kuchanganya watu na kuambia kwamba utunzaji wa sabato ni mzigo, na tuweze kuelewa kwamba inakuwaje kwamba umepewa mapumziko alafu naambiwa kwamba hayo mapumziko ama kule kupumzika ni mzigo. Ni jambo la kushangaza sana, maana leo kama mtu angepewa siku ya mapumziko ambiwe leo uendi kazini, kila mtu anafurahia sidhani kama kuna mtu ambaye atasema mbona nimenyimwa nafasi ya kwenda kazi. Kila mtu atafurahia kupumzika. Lakini inapokuja katika swala la sabato, shetani anadanganya watu, anageuza kuwa kwamba sabato ni mzigo, na ni jambo ambalo ni la kuhuzunisha. Lakini ni ile kwamba mara nyingi hatutaki kufuata maagizo yaliyoko katika maandiko matakatifu, lakini tukiyafuata basi tutakuta kwamba sabato ni siku nzuri sana, maana Mungu alipofanya kazi siku 6, siku ya 7 akastarehe na akaweza kupumzika na akaacha kufanya kazi zake zote, na hivyo basi ikawa kielelezo kwetu kwamba nasi tuweze kufanya hivyo, kwamba kazi tufanye siku 6, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wetu, na hilo limehakikishwa katika maandiko na hata katika maelezo ya jinsi ya kuweza kutunza sabato sawasawa na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Basi kabisa tunaingia katika sehemu ya 6 mwalimu, na katika sehemu ya 6 na tunatafakari kuhusu, je, ni nini ambacho kingefanyika ikiwa hawangeweza kutii amri hii ya sabato. Maana kila jambo tunasema kwamba lina matokeo yake. Ukifanya mema yana matokeo yake, ukifanya maovu yana matunda yake. Sasa ni lipi ambalo lingefanyika ikiwa hawangeweza kutii amri hii ya sabato? Maana ni vizuri tuweze kuelewa kwamba Mwenyezi Mungu anapoagiza jambo linafaa kufuatwa, na je, tukikataa kufuata matokeo yatakuwa yapi? Basi samahani kwa itilafu hiyo kidogo. Naamini kwamba naendelea kumtafuta mwalimu, lakini
jambo ambalo tunafaa kuelewa kwamba katika kutii, vile nimesema, kuna matokeo yake. Katika kutotii kuna matokeo yake. Basi mtu ambaye hatii, maandiko yanasemaje katika kitabu cha Yeremia? Na maandiko yanasema hivi: ikiwa hautanisikiliza na kutii siku ya Sabato na kuacha kubeba mizigo hata kuingia katika malango ya Yerusalemu katika siku ya Sabato, basi nitauwasha moto katika malango hivyo, na itaweza kuwameza wote walioko katika ufalme wa Yerusalemu. Basi mwalimu, basi maandiko yanasema kwamba wale wote ambao wataweza kuingia pale watameza. Mwalimu, samahani, naamini kwamba unanipata. Basi wakati ambapo naendelea kumtafuta mwalimu ili tuweze kuendelea, basi tunatambua kwamba maagizo ya Mungu ndivyo yalivyo, na maandiko yanatuambia hivyo hivyo kwamba tunapotii Mungu basi inakuwa ni vile kwamba matokeo yatakuwa. Mwalimu, samahani kwa hilo, Asante. samahani kwa hilo. Basi karibu tuweze kuendelea. Okay, asante. Naam. Basi Hebu tulikuwa katika sehemu ya ya sita, naam, hebu kirejelee. nimeshakirejelea. Kina swali ambalo labda tunatafakari pale ni kwamba ni jambo lipi ambalo linafanyika wakati ambapo, ama lingefanyika wakati ambapo hawa hawangeweza kuitia amri ya Sabato. Nimezungumzia tu kijuu, lakini labda kiundani. Je, ni jambo gani ambalo lingefanyika kwao? Ingekuwa basi wangeamua kuivunja hiyo amri ya Sabato kama wengi wanavyofanya leo. Naamini kwamba Mungu alikuwa tayari ametoa hukumu, Naam, maana tunaposoma hiyo kipengele cha Yeremia 17:27 kinasema, naam, lakini kama hamtaki kunisikiliza, naam, kuitakaza siku ya Sabato, kutochukua mzigo na kuingiza kwa malango ya Yerusalemu naam, siku ya Sabato, basi nitawasha moto malangoni mwake, nao utateketeza nyumba za enzi za Yerusalemu, naam, wala hautazimika. naam, Okay, Mungu alikuwa ametoa hukumu kwamba msipotunza Sabato jinsi ambavyo ninavyowaagiza, naam, ya kwamba nitawasha moto naam, tena kwa ile milango, na naam, ule moto hautaweza kuzimika, naam, na utateketeza nyumba za kifahari, na uende ukateketeza hata watu. mm, mm, So ni kuonyesha kwamba Mungu alitoa hukumu wasipotii. mm, So kabla Mungu alete hukumu, kwanza analeta ujumbe wake, naam, na hukumu inaletwa na ujumbe ukikataliwa, naam, na Mungu anasema kwamba each mercy has a limit. ndio, The mercy may plead for years, but it has a limit. naam, So alikuwa amewawekea kwamba kwanza watii, wakitii ni sawa, watakaa Yerusalemu milele na milele. naam, Lakini wakifunja sheria hii sheria hii ya nne, basi alikuwa ameweka sema kwamba atawasha moto katika Yerusalemu. naam, Na ni kweli kwamba huenda ikawa ni moto wa kawaida, ama uwe sasa ni vita ambao angeachilia milango ya Yerusalemu, naam, ili ya kwamba maadui wakaweze kuingia na wawachukue mateka. naam, Na hivyo ndivyo ilifanyika, naam, maana walipokosa kutii sauti ya Mungu, aliachilia maadui kama Babeli, Nebukadneza akaja akawachukua, naam, na wengi, na miji yote ya Yerusalemu ikaweza kuharibiwa, hata hekalu ikaharibiwa. So ni kweli kwamba Mungu aliwasha moto na wakachoma ile hekalu na wakachoma ile Yerusalemu, na mateka wengi wakachukuliwa. mm, So hivyo ndivyo Mungu alikuwa ametoa unabii kupitia kwa Yeremia, naam, wasipotii basi ataleta judgment. ndio,
na kweli judgment iliweza kuja, Naam. na ni onyo kwetu kwamba na sisi tusipotii, ameamrisha kwamba atawasha moto. Naam. Na ni kweli kwamba huu ni moto wa hakika, kwa sababu wale wote ambao hawatakuwa wanatunza Sabato, Naam. sana sana ibada ya Mungu, Naam. ni kweli kwamba Mungu ameweka jehanamu mbele yetu. Naam. Hivyo basi kila mmoja akaweze kujioji kwamba kwa kweli unabii wa Israeli ulitimia, umebaki sasa unabii wetu. Tunapewa mafundisho ama onyo kabla ya hukumu mbele yetu. Naam. Na tunaona unabii wa Mungu ulitimia, na unabii wa Mungu nao utakuja kutimia kwetu tusipotii. So laiti tungelitii hili neno la Mungu, ili ya kwamba angalau tusije tukapatwa na hiyo ghadhabu ya Mungu. Naam. Asante. Asante sana mwalimu kwa changizi nzuri, na basi tuende katika sehemu ya mwisho sababu ya muda. Na sehemu ya mwisho inazungumzia kuhusu vyombo vya uharibifu. Uh, Tunapozungumzia kuhusu vyombo vya uharibifu, tunajua kwamba nia na lengo na kusudi la Mungu kwa watu wake siku zote limekuwa ni kuwatenda mema na si kuwatenda mabaya. Lakini inakuwaje kwamba inazungumzia kuhusu vyombo vya uharibifu? Na je, ni mfano upi ambao Yeremia aliweza kuutumia wa tunasema kwamba ni mfinyanzi na vyombo vilivyokuwa vimevunjika na kuharibiwa, basi kwamba kungekuja juu ya Yerusalemu ikiwa hawangeweza kugeuza migongo yao kwa Mungu. Je, ni mfano gani ambao aliweza kuutumia wa vyombo vya uharibifu ambavyo vingekuja juu ya Yuda kwa sababu ya kugeuza migongo yao kinyume cha Mungu? Asante. Katika kipengele cha 7, Naam. kweli kwamba asante mwalimu, ni kweli kwamba Mungu alitoa mfano wa mfinyanzi. Naam. Mfinyanzi ni yule ambaye anatengeneza vitu vya udongo, Naam. lakini kama nyungu, clay pot. Naam. Na anapositengeneza anazijaribu kwa kutia kwa moto, ili ya kwamba zikaweze kuwa zinaweza zikatumika. Naam. Na saa zingine anaunda, alafu anapofiunda jambo moja, anaangalia moja, anaona hiki akijaundika vizuri, anakibomoa tena, anakifinyanga tena. Naam. Jambo lingine ni kwamba anaviunda, na baada ya kuviunda akiona vikiwa vizuri, anivitia kwa moto, anaviwashia moto mpaka sasa zinachomeka kabisa. Naam. Ili ya kwamba zikaweze kuwa ngumu na za kutumika. Naam. Lakini kuna zile ambazo asistahimili moto, zinalipuka. Naam. Na hizo zikilipuka, hizo zinaharibika. Sasa hizo hakuna hawezi akachukua tena akaanza kufinyanga tena. Naam. So huu ni mfano mzuri ambao kwa kweli Yeremia aliweza kuutoa. Naam. Juu ya wana wa Israeli, jinsi ambavyo Mungu alisema kwamba kwa kweli hawa watu wangu, anawaambia kwamba jaribuni mkaweze kurudi, maana walikuwa wameenda mbali kweli. Naam. Hata kama nimewaunda na mumekuwa sasa mumekuwa vyombo ambavyo havieleweki, basi anatoa consolation ni kwamba mkirudi nitawafinyanga tena, alafu nitawafanya vyombo vya kutumika. Naam. Lakini unaposoma mstari wa 10 inasemekana kwamba mstari wa 10 unasema, ikiwa watatenda maovu mbele za macho yangu, wasitii sauti yangu, basi nitagairi nisitende mema yake niliyoazimia kuwatendea. Naam. So na huyo mstari wa 11 unasema, haya basi ukawaambie watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, ukisema, Bwana asema hivi, Naam. tazama nitafinyanga moja na hebu nirudie.
tazama, ninafinyanga mabaya juu yenu na kuwaza mawazo juu yenu. Rudini sasa, kila mmoja na ayache njia yake mbaya. Zitengenezeni njia zenu na matendo yenu. Hivyo ndivyo Mungu anatoa wosia, kila mmoja akaweze kurudi. Hii ni is kind of consolation ya kwamba Mungu hata kama pota ama mfinyazi ameona chombo kimekuwa kibaya, basi anakiharibu, anakiunda tena, kinakuwa kitu cha kutamanika. Hivyo basi naye Mungu anatoa mfano huu kama Waisraeli hata kama wamekuwa wabaya, wamekuwa ni wafunja sheria, lakini anasema kwamba wakirudi, basi Mungu naye atagairi yale maneno alikuwa amesema atawaharibu. Sasa hata waharibu kama watarudi, watubu na watende, waache njia zao mbaya, wafanye sawa sana mapenzi yangu, nami nitawafinyanga tena wawe vyombo vya kutumika. Hivyo ndivyo Mungu ametoa ushauri kwamba sisi hata kama tulikuwa tumeenda mbali, tumekuwa tuwafunja sheria, tumekuwa hata wafunja Sabato, lakini sauti hii ikitufikia, basi Mungu anasema kwamba tukirudi, basi naye ataturudia. Kitabu cha Matendo ya Mitume 17:30 anasema kwamba wakati wa kutojua Mungu alijifanya kana kwamba haoni, lakini sasa anawaangiza wanadamu kila mahali wakaweze kutubu na wasonge mbele. So naamini kwamba lesson ya leo inaturudisha kwamba kama tulikuwa tumeenda kinyume, basi tumrudie Bwana naye ataturudia. Mbarikiwe sana. Asante sana mwalimu wetu ambaye tumeweza kushirikiana naye katika somo la leo, mwalimu Onesmus Mlei, kwa maelezo mapana na marefu kuhusiana na tunasema mgogoro na faraja. Na ukweli wa mambo ni kwamba tumeona upendo wa Mungu ukiweza kudhihirika kwa wale wanaomwamini na ghadhabu yake kwa wale ambao wanakataa kumwamini. Kwa hivyo ni uamuzi wetu kuweza kuchagua. Tukichagua upande mbaya, basi tuweze kujua kwamba ghadhabu ya Mungu itatupata, lakini tukichagua yaliyo mema, basi mibaraka ya Mungu itaweza kutupata. Basi tunasema shukrani tele tele na shukrani sufufu kwa wale wote ambao wanatutazama na wale watakao kuja kutazama baadaye. Tunashukuru sana. Hii ni Echoes of Hope TV, na kila siku ya Ijumaa tunaungana katika uchambuzi wa Biblia, na kuna vipindi vingi tu ambavyo vitakuwa vinaenda hewani. Kwa hivyo nenda pale katika YouTube uweze kusubscribe katika channel ya Echoes of Hope TV, utaweza kupata mambo mengi sana. Basi kwa kuweza kutamatisha, na ningependa tu tuweze kumaliza kwa ombi kutoka kwa mwalimu ili kwamba tuweze kufunga kipindi chetu cha leo. Mwalimu, ningependa uweze kutufungia kwa ombi pia baada ya maneno mazuri ambayo tumeweza kuyapokea. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba wetu wa mbinguni, kupitia katika jina lililotukuka la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangia tulipoanza kipindi hiki, na imekupendeza tuweze kufikia tamati. Tuna kila sababu ya kushukuru. Wale wote ambao walikuwa ni wasikilizaji, wale ambao walikuwa wanatutazama, basi kila mmoja akaweze kumbariki. Na zaidi ya sana neno la Mungu ambalo kwa kweli umenena kupitia kwetu, basi likaweze kuwa limezaa matunda. Basi jioni ya leo tunaiachilia mikononi mwako, ukawe pamoja nasi tunapoenda kupumzika, ukatulinde. Tutakapoona asubuhi, utukumbushe kurudisha shukrani. Zaidi ya sana masaa yako matakatifu haya, basi utulinde tutakapoona mwisho wa Sabato kushukuru. Walimu wote ambao kwa kweli watasimama na kunena neno lako katika Sabato yako takatifu, basi ukawe ndiye kiongozi mkuu. Basi utuunganishe na upendo wako. Kama kuna jambo linalozuia maombi yetu jioni ya leo, ukasamehe kila moja. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen.
Asante. Waswahili wanasema kila laheri, sabato njema na baraka tele, na wazungu wanasema be blessed and tunakutakia sabato njema sana na baraka tele. Mwalimu, nakutakia pia sabato njema popote utakapokuwa. Asante na wewe pia, wasalimu wapendwa. Asante sana.